Ninawashukuru sana kwa niaba ya chama chetu. Nataka niseme mambo kadhaa mbele yenu. Jambo la kwanza, tuko kwenye operation kubwa ya chama, operation ya no reforms no election. Chama chetu katika wakati mbalimbali kimeibua ajenda kubwa katika nchi hii. Ajenda ya kwanza iliyoungwa mkono sana na wananchi ni ajenda ya wizi wa mali za umma, ajenda ya ufisadi iliyoasisiwa na Dr. Slaa na Tundu Lissu pale Mwembe Yanga. Ajenda ya pili ilikuwa ni ajenda ya utetezi wa rasilimali za nchi yetu, wizi wa madini na usafirishaji wa mali ikiwemo wanyama hai na kuacha Watanzania wakiwa maskini. Iliungwa mkono sana na nyie wa Tanzania. Ajenda ya tatu ni katiba mpya, na hizo ajenda ziliungwa mkono sana na zilisababisha mashambulizi makubwa dhidi ya chama chetu. Ajenda ya nne ambayo imeungwa mkono na taifa zima ni ajenda ya Watanzania kutaka uchaguzi huru utakaowapa viongozi wanaotokana na kura zao, ajenda ya no reform no election. Na imesababisha serikali imechanganyikiwa, imechizi. Serikali inatumia kila aina ya mbinu kujaribu kuiua Chadema. Mnisikilize, kuna mashambulizi mengi yamefanywa. Shambulio la kwanza ilikuwa ni kutumia watu tuliokuwa nao kuandika barua kwa msajili kwa maagizo ya msajili mwenyewe kwamba wapinge uchaguzi wa ndani ya chama chetu, uchaguzi ambao ulikuwa most transparent election, uchaguzi wa wazi uliorushwa na TV zote, kila Mtanzania akaushuhudia na taifa zima halikulala, ikiwemo rais hawakulala wakiangalia uchaguzi wa chama chetu ulivyokuwa wa wazi, huru na haki. Kila mtu aliona ule uchaguzi ulivyokuwa huru, haki. Wakaandika hiyo barua mwezi wa 3, wakaipeleka kwa msajili. Lakini vile vile wakatumia viongozi tuliokuwa nao kutoka Zanzibar. Aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu kwa miaka 15 kutoka Zanzibar akaandika kesi ambayo aliifungua akishirikiana na msajili msaidizi Sisti Nyahoza, kwa kufungua kesi kwamba Zanzibar inadhulumiwa na sisi wa bara na chama kutoka bara. Basi tukasema kama kuna dhuluma, si maombi angekuwa sasa ni hizo mali zigawanywe kwa haki. Lakini badala ya kuomba maombi hizo mali zigawanywe kwa haki, akaomba maombi kwamba chama kizuiliwe kufanya kazi zake zote za kisiasa. Kwamba wewe unadai mali haigawanywi kwa haki, lakini unataka watu wa Ngarenaro wasikae kikao cha chama kujadili masuala ya chama. Watu wa Tarime wasikae kikao cha chama kujadili masuala ya chama. Hiyo inawaambieni nini? Kwamba mtu aliyekuwa madarakani kwa miaka 15, yeye ndiye alikuwa madarakani, ametoka juzi, hakuwahi kuona Zanzibar inadhulumiwa akiwa madarakani. Ametoka tu ndio akakumbuka kwamba Zanzibar inadhulumiwa na bara. Hiyo ni vita ya pili. Vita ya tatu ikawa ni kumkamata mwenyekiti wetu tukiwa Mbinga. Wakamfungulia kesi ya uhaini ya uongo. Mtu aliyepigwa risasi 16, Mungu akamuokoa, amesimama akiwa na risasi mwilini mwake. Kesi ya uhaini, watu wa Arusha, hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa ukikuto guilty. Wanajaribu wamuue. Wakategemea chama kitapara rais, kitarudi ndani, kitaenda kulia free Lissu, free Lissu. Tulipokutana kwenye kikao nilichokiongoza, tukasema akipigwa mmoja wetu risasi, tuliobaki tunasonga mbele ili tudai haki ya tukaanzisha na tukaendelea na operation aliyokuwa ameanzisha Tundu Lissu. Tulipoenda kanda ya Ziwa, mapokeo yamekuwa makubwa kuliko walivyotegemea.
wakajaribu na kuanzisha chama kikaragosi. Hizi zote ni mbinu za kujaribu kuishambulia Chadema, lakini nyie wa Tanzania mmekataa kuona Chadema inakufa mbele ya macho yenu, mnaendelea kuiunga mkono.